بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، naendelea na tafsiri ya sura At-Tur na tunarejea kidogo nyuma kuanzia kutajwa kwa walioamini na starehe wanayopata peponi. Aya hii kwa hivyo itakuwa aya 17. Jana tumesoma aya 3 hizo 17, 18, 19, lakini napitia tena ili tuunganishe na aya mpya inshallah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Innal muttaqina fi jannatin wa na'im fakihina bima atahum rabbuhum ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. نعم، بسم جانا إذا إن المتقين في جنات ونعيم، hakika almuttaqun wale wacha Mungu Mwenyezi Mungu atawatia katika jannat, katika pepo mbalimbali. Fi jannatin wa uyun, na uyun chemchem za maji. Fi jannatin wa na'im, naam, fi jannatin wa na'im, na katika neema mbalimbali. Moja katika mambo ya neema kama tulivyosema jana ni kwamba mtu ataingia peponi yuko katika neema ya daima. Maana dunia, maisha duniani huwezi kupata neema daima, lazima kuna shida na neema, lazima utapambana nazo katika maisha yako. Laqad khalaqa al-insana fi kabad, katika shida, taabu. Lakini neema, katika jumla za neema kwamba hakuna ugonjwa, hakuna kuzeeka, hakuna kwenda kutafuta daktari, hakuna kwenda choni, hakuna vita, hakuna ugomvi, hakuna leo unaogopa usigongwe na gari, leo usifanye nini, hamna mambo ya accident, hakuna, wala kwamba dakika yote inaweza kukufika jambo, hakuna. Hii ndio neema. Na katika jumla za starehe ndio wanasema fakihina bima atahum rabbuhum, watakuwa katika furaha tu ya daima, bima, kwa yale ambayo atahum rabbuhum, yale ambayo Mola wao mlezi aliyowapa. Kwa hivyo katika furaha na katika neema. Na Mwenyezi Mungu hata hapo kwa kuongezea kwamba waqahum rabbuhum adhab aljahim, na Mola wao amewakinga, ameweka mbali na adhabu ya jahim, adhabu ya motoni. Ili pekee katika jumla neema, katika neema ambazo tutazipata huko peponi. Naam, waqahum rabbuhum adhab aljahim, moto unawaka sana kwa nguvu kabisa. Na huko ataambiwa kulu washrabu hani'a, kuleni na mnywe kwa furaha kabisa, kwa raha kabisa. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun, hiyo yote jazaa kwa yale mliokuwa mkifanya duniani. Na tumesema kama aya nyingine imesema hani'an mari'a, chakula kingine mtu anakula na kinamtesa, na chakula kinaweza kuwa chakula si kizuri, lakini kina chakula cha siha kikampa faida mwilini. Huko
kila chochote kilichokuwa kinatesa duniani Mwenyezi Mungu anakijalia kule hakina mateso. Chenye kuhangaisha duniani ni kila kitu fulani ninapata hichi, nikipata kitu fulani ninapata hii. Kule hakuna. Mwenyezi Mungu anavisafisha kule vyote vilikuwa haramu duniani, kule vinakuwa halali kwa njia anayopenda Mwenyezi Mungu ya uzuri wa namna gani kuisafisha haramu ile kwa halali. Kama mfano ulevi wa kule, ulevi wa duniani tunajua sisi, ulevi unaumiza kichwa, ulevi unapoteza akili, ulevi unamfanya mtu atapike, unaumiza ini, mambo mengi sana yanakohoa mtu, anakuwa daima hana siha nzuri kwa sababu ya ulevi. Lakini kule hauumizi kichwa, hautapishi, hauleti madhara yoyote. Naam kabisa. Na hii ndio maana hanian maria, na hapa kulu washrabu hanian. Na kama jana tulivyosema kwamba mtu anakula chakula, anakula haoni raha yake kula, lakini anakula kwa sababu kitamsaidia kwa ajili ya siha yake. Na mtu anakula anaona raha chakula, lakini baadaye inamletea mateso. Hasa mambo mawili ya duniani, unaweza kupata hania lakini upate maria, au ukapata maria bila hania. Lakini kule na kwa hania na maria pia. Chakula kizuri, ladha, vinywaji, ladha lisharibin, wanywaji unaona utamu wake. Hapa nasema mutakina kulu washrabu hanian bima kuntum ta'malun. Kuleni na mnywe kwa starehe na furaha kwa yale mlokuwa mkiyafanya. Na mtu anachokula kule hakuna anakula kwa ajili ya njaa. Hakuna njaa huko. Unakula kwamba mwili wako unatamani kile unachokula na unaona raha. Hebu unakitoa wapi? Hakuna kutoa huko. Kwanza makasri yote kule, kwanza hakuna kujenga vyoo wala kutia matiles wala nini huko, vyoo hakuna, vyoo hakuna wala yabuluna wala yataghawathun wala hamna kukojoa, hamna kwenda choo kikubwa, hamna chochote. Subhanallah. Kwa hivyo hii ndio neema ya peponi. Hiyo ndio unapata fakihina bima atahum rabbuhum. Mtu hapa duniani anakula anapokuwa na njaa, lakini peponi hakuna kwamba shoto na njaa. Vyakula vyote sio kwamba hichi kina faida kwake, hichi kina madhara kwake. Chakula chote ni raha tu na starehe. Hakuna kwenda kula diet kule, wala hakuna kunenepa, wala hakuna kufunga, wala hakuna alhamdulillah. Hizo zote neema za peponi. Naam. Halafu ndio inakuja maana hapa neno alosema hapa muttakiina ala sururin masfufa wazawajnahum bihurin 'ain. Muttakiina, al-ittika ni kuegemea. Ittika dalili ya kwamba mtu katika raha. Tazama alivyojitupa mwenye akaegemea katika kochi lake mwenye mabsut, au sio? Ili furaha. Ittika, muttakiina wakiwa wameegemea, ala nini? Sururin. Na surur ni wingi wa nini? Sisi tunasema hapa ni sururin au asira, vitanda. Lakini sururi za peponi ni makochi, vitu vikubwa vikubwa. Na ikiwa amegemea, aslan neno ya surur ndani yake mna kalima surur, furaha ya moyo, yuko masruru yeye katika furaha kabisa. Kwa hivyo hii surur ukikaa mwenyewe unajionea raha. Kwa hivyo muttakiina ala sururin. Tena mtu anaweza kukaa miaka 50 60 ya maisha yetu duniani mkao mmoja tu wala hajaondoka. Unafahamu? Amekaa na hurun ain wake, au sio? Wale wake zao walikuwa duniani pamoja na hurun ain wengine huko. Hizo zote katika neema Mwenyezi Mungu amestaja katika aya chungu zima, sehemu mbalimbali. Muttakiina ala sururin, yani wakiwa masruru wenyewe, wameegemea katika makochi masfufa. Masfufa hapa maana yake masfufa, unajua kupanga safu, kupanga sio? Zimewekwa safu zilizopangwa nani? Tunajua sisi vijana wenye kuhudumia kule ghilman au wildan, vijana walikuwa maisha wasozeeka, hao ndio watumishi wa peponi. Wildanun mukhalladuna, siku zote wako katika ujana. Naam. Tena wanang'ara, wana usafi wa hali ya juu. Kwa hawa ndio ambao waandalizi na wenye kutengeneza kazi zote hizi za upangaji wa vitu vyao, yani masfufatun, vilivyopangwa uzuri. Halafu akasema, halafu wazawajnahum, tutaozesha bihurin 'ain,
na hao mahurin ain ambao wanawake wanaopendeza wenye hur. Neno qaul hur limetumika na kuna ain, hurun ain, hur na kuna haura. Na ikiwa mmoja unasema haura yani mmoja, na hur ni wengi yani weupe unong'ara sana, jamu haura. Wal ain jamu aina, na haya manake nini? Al-ain hapa uzuri, jamilatul ain wa sawaduha wa dhiyauha, mngaro wa macho na weusi wa jicho lilopiga, hayote katika maana ain. Kwa hivyo hurun ain ni wale viumbe alivyoumba Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kuozesha watu wa peponi wakawa pamoja nao. Wazawajnahum bihurin ain, na tukaweka wazawajnahum, tukawafanyia partners wao wawe katika nini? Mahurun ain. Wazawajnahum bihurin ain. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. نمعنا يا منين هاي والذين آمنوا نوالي والواميني واتبعتهم ذريتهم بإيمان, na wakafuatwa na wazee wao na watoto wao biiman, kwa imani, katika iman. Alhaqna bihim bimaana kwamba nini? Tutakutanisha pamoja hata ikiwa amali zao hazijawa sawa sawa. Mfano wazee wako amali zao kubwa, watoto amali zao hazitoshi, ziko chini. Mwenyezi Mungu anajalia wawe pamoja kwa fadhila zake. Alhaqna bihim dhurriyatahum, tutaunganisha, tutakutanisha na watoto wao. Wama alatnahum min amalihim min shay. Najua yote haya Mwenyezi Mungu asema hatutowapunja wala kuwapunguzia min amalihim, katika amali zao wale, ili tuongeze wale waliokuwa chini. La, wale amali zao kamili, hawa watainuliwa kwenda kwa watu wao, wazee wao, kwa ajili ya fadhila za Mwenyezi Mungu na rehema zake. Wama alatnahum min amalihim min shay kullu mri'in bima kasaba rahin. Kweli kila mtu atalipwa kwa mujibu wa nini? Kile alichokichuma. Kitu cha mwanzo katika kuelezea aya hii imetumika neno dhurriyatuhum, halafu ya pili dhurriyatahum. Na tunajua sisi dhuria ni vizazi, lakini kama alivyosema Sharawi katika tafsiri ya kusema dhurriya, anasema dhurriya tutlaqu ala al-ab wal-ibn, hutumika jina hili kwa ajili ya mzee na kwa watoto. Liannaha nisab, tasalsulu nasab au nasab, ukoo unaoendelea kuanzia wazee mpaka watoto kwa ujumla pamoja, inatumika dhuria pamoja. Tasalsul mlolongo wa nini? Wa vizazi. Kwa hivyo hapa akasema dhuria hii kwamba wazee na wao wenyewe na watoto wao wote watakusanywa pamoja, bila huyu kumpunguzia huyu, kumjazia huyu ainuke, kwa wala kwamba wengine watakasirika kwa nini hawa tu amali zao mdogo wamepandishwa juu wakaja kwetu sisi. Ambaye leo kama utapanda ndege mfano utaambwa la, mtu alikuwa economy hawezi kwenda first class, labda yule wa first class aende economy, akamzame yule mwenye hajali kwa hana ruhusa kwa kile alichokitoa, hakimruhusu kuja huku mbele katika starehe. Naam, hii duniani sisi tunafanya kila mmoja katika stage yake, anakuwa economy haingii business wala first class, lakini peponi Mwenyezi Mungu anajalia na wapeleka wale pamoja wao, na kule hakuna kuhusudiana. Mwenyezi Mungu anasema wanazana ma fi sudurihim min ghillin, tunafuta kabisa, tunanyofoa, tunasafisha vifua vyao ya hasada na kuonea kuonea choyo mwenziwe na kumwonea mwingi wenziwe kapata, hamna. Wanazana ma fi naz'a, kuvuta kwa nguvu, kusafisha min sudurihim min ghillin, wanakuwa ikhwanan,
ala surrin mutakabilin, wanakuwa ikhwan kama ndugu, wanakaa katika viti vyao wanakabiliana na wanafuraha. Kwa hivyo hakuna mmoja atakayepiga kelele kwamba huyu kanionea, kwa nini yeye kapikwa kule, kwa nini mimi niko nyuma, hakuna. Kwa hivyo hilo moja ni kwamba dhuria, wazee na watoto. Na hapa inanikumbusha katika surati Ibrahim, Nabii Ibrahim alipoomba dua akasema nini? Rabbi ja'alni muqima as-salati wa min dhurriyyati, ewe Mola jalia mwenye kusimamisha sala na kutekeleza shuruti zote, wa min dhurriyyati, pamoja na dhuria zangu, vizazi vyangu. Rabbana wa taqabbal du'a, aya hii inasema Rabbi ja'alni muqima as-salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a, ewe Mola jalia mwenye kusimamisha sala na ukubali dua zangu, maombi yangu. Halafu pale anaombea vizazi wake, Rabbana taqabbal du'a, Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lilmu'minina yawma yaqumul hisab, nighfirie mimi na wazee wangu wawili na waumini siku ya hisabu. Na hii dalili ya kuonesha mtu yote ana hamu kuwa pamoja na wazee wake, pamoja na watoto wake, pamoja na ndugu zake, pamoja na jamaa zake. Hivi ndio ilivyo. Kwa hivyo hii aya dalili ya kuonesha kwamba tutakuwekea ni grupu pamoja. Na yule anataka kusikitika kwa nikatoa natoa mimi kwa fadhila zangu. Hii sio katika nini? Katika amali, bali katika fadhila. Na ikiwa kwa amali, wewe utaulizwa, wewe umekaa miaka mingapi duniani mwisho unafanya ibada? Miaka 100. Taib, miaka 100. Ishi peponi miaka 100 kisha toke. Si kwa mujibu wanataka kwa amali zako. Usimuone choyo mwenzio, anatokomana na wasafisha, hata wewe choyo hawana, kila mmoja anamfurahia mwenzie. Kwa sababu ikiwa masala wewe mwenyewe ukijitazama nafsi yako umefadhilishwa, hata ukafika hapo. Ikiwa miaka 50 kwa 50 ulifanya ibada, kaa 50 alafu toke kwenye starehe, hakuna ugonjwa, hakuna kuzeeka, hakuna chochote kule. Kwa hivyo hakuna kuoneana wivu, hakuna kuoneana choyo, kila mmoja atakuwa katika furaha. Bali Mwenyezi Mungu kwa fadhila zake na rehema zake anajalia wale waliokuwa chini wanapandishwa kuwa pamoja na wale ambao waliokuwa juu, ili kuwafurahisha wale waliokuwa juu kwamba haya tunakuunganisheni na wenu. Hii aya hii inaonyesha dalili ya rehema za Mwenyezi Mungu kubwa juu ya waja wake, hasa wanaoingia peponi. Unakuwa Mwenyezi Mungu anawadekeza na kuwapa kila wanachokitaka, bali na zaidi, wanapewa zaidi. Hata katika jumla ya kama anasema Dr. Omar Abdul Kafi katika kueleza kwamba namna gani fadhila za Mwenyezi Mungu, anasema hii karam ya Mola Subhanahu wa Ta'ala na fadhila zake, kwamba wewe unapofanya jambo la taa na unafurahi, unafanya taa, na ile furaha inaonesha kutoka kwa wewe kwamba unalifanya jambo hili kwa ajili ya kumridhisha Mwenyezi Mungu. Taib, kwa nini? Kwa sababu lianna Allah ja'alaka laha, ametia ile imani, amekutilia ili wewe nini katika watu wenye kustahili kupata fadhila za Mwenyezi Mungu, kupata ajira kubwa. Anakufanya ili nini? Kukutia imani na taa. Ikiwa kwa uadilifu tu, basi angelikuachia kwa mujibu wa ile nia yako. Lakini Mwenyezi Mungu alivyosema katika semeni, Allahumma habib lana imana wa zayyinhu fi qulubina, tupendezeshe tunapoomba dua, kwa sababu aya imekuja wale waumini wa'lamu anna fikum rasulullah, yuko mtume wa Mwenyezi Mungu kwenu nyinyi, la yutiikum fi kathir min al-amri la'anitum walakin Allah habbaba ilaykum al-iman, amekujalieni muipende imani, wa zayyanahu fi qulubikum, akaifanya imani akaipamba katika nyoyo zenu, wa karaha ilaykum al-kufra wal fusuq wal isyan, amekufanya mchukie, amekufanyeni mchukie ni kufuru na fisq, uchafu na kumaasi Mwenyezi Mungu. Na hii ni fadhila kubwa kutoka Mwenyezi Mungu. Hao ndio Mwenyezi Mungu amejalia min ar-rashidin, na fadhila min Allah wa ni'ma. Hii fadhila na neema kutoka Mwenyezi Mungu aliwapa waumini. Kwa hivyo namna gani tazama karamatul mu'min inda Allah, namna gani ukirimiwa na kuheshimiwa na kupewa vyeo katika nini, kujalia kwamba anapenda kufanya khairi ili Mwenyezi Mungu amjalie, ampe cheo kikubwa huko juu. Na katika jumla ya fadhila za Mwenyezi Mungu, anaweza kumjalia mtu na mkewe, ikawa mke ndo sababu kubwa yule mume kuingia peponi na kwa daraja ya juu, kwa sababu mke yule anamtia mambo mengi ya imani, sifa za imani katika nafsi ya mumewe, katika kumuonesha yale yaliokuwa ya khairi.
anaona mke wangu anafanya hivi na mimi nifanye, bila yeye mwenyewe kueleza, kujua kwamba anajiboresha katika khalqi zake na tabia zake, katika khilqa zake na kutasarruf kwake, mpaka anafika daraja ya juu ya peponi, ikawa ndo sababu ni mkewe. Wakadhalika mke anakuwa mtu wa peponi wa hali ya juu kutokana na nini? Taathira ya mume juu yake. Na kwa hivyo zauja saliha, ndoa zikiwa nzuri, ambapo Mwenyezi Mungu akistia baraka, inakuwa unasaidiana huyu na huyu katika nini? Kila mmoja kujiboresha katika ibada na katika mambo ya kheri, mpaka wanafika katika stage za juu za peponi, kama anavyoelezea Dr. Omar Abdul Kafi. Kwa hivyo aya nufuatia hapa nasema nini? وأمددناهم بفاكهة نعم وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. قول وأمددناهم أبا مسمى تتواليبا، لكن خاصة وأمددناهم المدد provision, kuprovide tena, kuongeza katika kuprovide, tutawapa zaidi na zaidi. Wamdadnahum, kwa hivyo tutawapa kwa wingi. Almadad inakuwa bimadha, bifakiha. Kwa hivyo hapa anasema tutawapa, ukiona tafsiri kwa ufupi tu, wamdadnahum bifakihatin, na tutawapa kila namna matunda wa nini, bifakihatin wa lahmi, na kila namna za nyama aina mbalimbali za wanyama mbalimbali au ndege au nini. Haya, ujue kwamba hii ni kitu extra, nyongeza Mwenyezi Mungu anawapa. Wamdadnahum bifakiha, na fakiha tusema kwa lugha ya kisasa tunasema fakiha ni tunda lolote. Fakiha kwa lugha ya kisasa tunasema fawakih, matunda mengi aina mbalimbali. Lakini unapoona fakiha ikarudi katika sigha mufrad ya singular, ina maana jamu iliyokuwa kubwa, wingi wa kila aina, kila sanf, kila nao, kila aina ya matunda. Kwa hivyo hii waamdadnahum bifakihatin, na tutawazidishia na kuwazidishia aina mbalimbali ya matunda na aina mbalimbali za nyama. Mimma yashtahun, mimma yashtahun tafsiri kwa vile wanavyopenda. Mimma, kutokana na vile ambavyo, yashtahuna, yashtahuna tamani, wanatamani na kuvipenda. Shahwatu nafsi, matamanio ya nafsi. Nakuja siku mtu ni siku nyingi sijala samaki, ikiwa hakuna samaki ataenda kutafuta kwa bei yote ile kanuni. Siku nyingi sijala nini, nyama ya kuku, ikiwa kuku ghali kidogo. Kwa hivyo anapoitamani, basi anaona utamu kweli wakati anakula. Kwa hivyo siku nyingine mtu anatamani makopa mhogo, leo natamani biriani leo. Kwa hivyo atakula zaidi. Lakini mtu anakula biriani kila siku, anakula kwa sababu anakula, lakini ile shahwati ni ya matamanio ya kula anakuwa hamna. Mwenyezi Mungu anajalia peponi kila unachotia tonge moja, basi unaona ule raha yake, na kama kwamba unatamani, na utatamani vingapi, na vitakuzidia vitu ambavyo unavyopewa. Kwa hiyo amdadnahum bagina, maana kila kitu anapewa extra nazidi tu kila siku. Amdadnahum bifakihati, kila aina matunda, wa lahmin, na kila aina nyama, mimma, kutokana na yale ambayo yashtahuru. Wewe sema chochote unataka, utashtukia mbele yako tayari. Wanavitolewa kwenye friji, wala ngojea mpaka katazame vipo leo, hamna sokoni, wala kwamba sio msimu wake, hakuna cha msimu, hakuna hivyo, hakuna. Wewe sema tu, wewe fikiria tu, utaona tayari. Madadi ya Mwenyezi Mungu, nyongeza Mwenyezi Mungu inakuja wakati wote. Na hii dalili ya kuonesha kwamba ikiwa mtu anaishi milele na madadi ya kuendelea, kuna aina vitu ambavyo hawajaviona, ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Lazima sikio haja kusikia, wala jicho haja kuona, wala hata kumpitikia. Kuna matunda yamekaa shape kama hii,
mbona shape yake nzuri, mbona harufu yake nzuri, mbona sura yake nzuri, rangi yake nzuri, mbona tamu. Ndio kila siku utaona kitu kipya. Bali leo kila tufaa leo au kila apple au kila embe, kesho yake ile embe unakula kama ile imeshakuwa nyingine, tamu yake imekuwa nzuri zaidi kinyume na ile tamu ulipata jana. Leo katika ulimwengu wetu mfano siku nyingi ujala nanasi, mfano tamani ule utamu nanasi unaongojea, unapokata kwaona umanjano wake, ukapua kipande ukatia mdomoni, unaona raha, kwa sababu tamani ile tamu ya zamani tu. Iko Mwenyezi Mungu kajalia ile tamu ya nanasi ilivyo, unapotia mdomoni unaona raha yake. Kefu iko nanasi inageuka tamu kila siku nazidi kuwa nzuri. Hii ndio hali ya peponi. Kwa hivyo na mara nyingi zilipotaja maelezo ya vyakula na starehe na vinywaji vya peponi, kila ukikaa ukifikiria vya duniani, basi vyakula tofauti kabisa. Lakini lazima ufananishiwe na vile vile kwa duniani, ili alau upate 1% ya fikra au hata 1% ya fiki ya vyakula uzuri ulioje wa vyakula vinavyotungojea huko inshallah peponi. Wa amdadnahum bifakiyati wa lahmi mimma yashtahun. Na kuna siri labda wallahu aalam imenipitia kwamba katanguliza fakia alafu lahm. Na tukienda kule katika sura al-Waqi'a, mutakin alayhim mutakabilin yatufu alayhim wildanun mukhalladun, wanakaa wamekabiliana katika sura wanatufu wanazunguka kuwapitishia wildan vijana au ghilman. Hapa imetokea ghilman, hapa chini tutakuja ghilman wildan vijana mukhalladun, daima wako wataishi milele ujana ule ule. Biakwabin wa abariq wa ka'sin, mitajo vitu vitatu, biakwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in, kutokana mtu wa ma'in, kinywaji hicho cha ulevi. La yusaddauna anha wala yunzifun, la yusaddauna, hatauma vichwa, wala yunzifun, wala hatutapika, wala hatocheua, wala hataona dhiki yote, bali vyakula vya huko vizuri tu. Na hapa ndo dalili tunapokwenda katika surat Muhammad, imetaja mfano watu vile ambavyo vilokuwa peponi. Mwenyezi Mungu anasema mathalul janna, mfano wa peponi, alati wu'ida almuttaqun, walioahidiwa wacha Mungu, fiha anhar, ndani yake mna mito ni min ma'in, maji yanokaa tu yanotulia, mara nyingi yanakuwa machafu, maji yanokwenda yanakuwa masafi, lakini maji yanakuwa stagnant, maji yanotulia tu, lakini maji ya min ghairi asin, yasichafuka kabisa. Wa anhar, na mito min labanin, maziwa, lam yataghayyar taamu yake haibadiliki kabisa. Maziwa hapa mara yameganda, mara yameharibika. Huko anhar min khamri, ulevi wake sasa ladhatin lisharbin, utamu kabisa kwa wanywao. Na ulevi huko sasa la yusaddauna wala yunzifun. Halafu ikafuatana katika wafakihati mimma takhayyarun. Lakini tuache tumalize hii aya sura Muhammad, hii aya 15, wa anharin min asalin musaffa. Hebu weze kufikiria mtu ili apate geloni moja ya asali, kazi kubwa aliyofanya kufuga nyuki idadi gani? Ukisema nataka kujaza tanki moja la lita 10,000, anahitajia kiasi gani cha nzi? Tanki moja tu la lita 10,000 au 20,000, laki moja tanki lita. Uwezo wa binadamu unaweza kusanya kiasi gani cha asali ulimwengu mzima? Mwenyezi Mungu anapitisha mito, na mito wingi wa maji unaweza kukisia wingi wake. Anhar, sio mto mmoja hivyo, anhar, mito chungu nzima, sio mmoja basi. Halafu pia kuna asali ya manjano, kuna asali nyekundu, sio kuna asali gani au sio? Sisi hapa tuna asali aina mbalimbali ya miti gani, asali miti fulani, asali subhanallah, kwa mujibu wa chakula anachokula wale nyuki. Kwa hivyo anhar, mito, na mito mingapi? Si moja au 10 au 100 au 1000,
Allahu akbar, idadi hujui, hakuna yote anajua ila Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Min khamri tena ladhatin lisharibin wa naru min asalin musaffa, asali purified, iliyosafishwa kabisa. Leo asali inochukuliwa inotengenezwa na nini, lazima kutakuwa na takataka kidogo na michanga au sio? Inabakia jumba la nini, sega la nyuki vile limeingia katika asali yenyewe. Unaona uchafu gani ula, Mwenyezi Mungu kajalia ni dawa pia na ile. Lakini hata hivyo wasabu safa hii yote, wala hum fiha min kulli thamarat, min kutokana na kila aina thamarat. Kwa hivyo tukija katika surati al-Waqi'a anasema nini? Biakwabin wa bariqa qasim ma'in la yusad'una anha wala yunzifun, wanakunywa vinywaji kwanza, halafu inafuatia wafakihati mimma takhayyarun, halafu wanakula matunda kwanza kwa ajili ya digestion. Unapodigest vyakula vyepesi rahisi kukupa energy kwanza, ikiwa duniani ndo hali hiyo. Halafu tena walahmi tayrin mimma yashtahun, na nyama ya kuku wanayopenda. Halafu tena kustarehe tena nakuja wa hurun 'ain kamthali lu'lu'il maknun, na hurun 'ain nafuatia baadaye. Hapa kataje hivyo katumia nini? Kaanza nini kwanza? Wa amdadna bifakihatin, halafu walahmi mimma yashtahun yatanazauna fiha ka'san, halafu inakuja kas, vinywaji sasa. La laghun fiha wala ta'thim, na hapa imetumika kas, kule imetumika biakwabin wa abariqa wa kas, vitu vitatu hivi. Nini maana yake abariq? Abariqa lazima iwe na fatha, mamnu sarfi, kwa sababu ibriq abariq, kuna baadhi ya maneno yanapotumika lazima iwe na fatha kwa wingi wake, na kwa ni jamu wanaita jamu muntaha jamu, kwa hivyo mamnu sarf. Kama yad, mkono, mikono mingi unasema aidi, na ikizidi kwa mingi zaidi unasema ayadi. Qawl aqwal aqawila. Kwa hivyo hii inaonyesha idad abiriq abariqa, wingi wake. Birika kwa Kiswahili lele lina mkono, lina nani, mdomo, mkono na mdomo na kwa birika. Lakini ukiona neno kub ni glasi au kikombe, kina mdomo tu au pahala pa kunywea mfano, na kuna vingine vina mkono na mdomo, ndio hiyo ni birika. Lakini unaposema kub na kas, kub kinapokuwa kikombe kitupu, lakini siku zote hutumika katika lugha ya Qur'ani. Ukisema kas, basi glasi yenye kinywaji ndani yake, na kinywaji ndani yake. Kwa hivyo hapa alafu kasema nini? Wa amlam bifakir rahim ma yashtahu yatanazauna fiha ka'san, yatanazauna, qawli yatanazaun yani wananyang'anyana, kuna nizaa, kuna ugomvi, wanagombana, nyang'anyana. La, ugomvi huu kama kwamba nini, huyu anamshikilia mpe huyu anywe, na la utakunywa wewe, la utakunywa, jinsi namna gani wanashindana, kila mmoja mtaka mwenziwe nini anywe. Inaweza kwa au kwa maana yeye kunyang'anyana kwa maskhara, nafurahi mimi akichukua mwenzangu kwa sababu mimi naridhika iko atakunywa yeye. Kwa hivyo unataka lazima nini, jifanya kama nachukua na yeye anachukua. Sio tanazu ya nizaa ya ugomvi, bali yatanazauna ile furaha ya wapenzi wanapopendana peponi. Kwa hivyo yatanazauna, wakinyang'anyana. Basi lakini hatumia sema kinyang'anyana hapa, lazima yatanazauna, watapeana humo. Fiha ka'san, gilasi zilizojaa vinywaji. Na hata katika into bracket gilasi zilizojaa vinywaji. Naam, sahih, gilasi zilizojaa vinywaji. La laghun fiha wala ta'thim. Bia laghu tunasema nini? Maneno ya upuzi. Wala ta'thim, maneno wala dhambi. La laghun fiha wala ta'thim. Laghu maneno ya upuzi, na ta'thim na ithm, dhambi. Maneno ya upuzi wala ya dhambi. Taib, kwa desturi ulevi wa duniani, ikiwa mshapiga mtu maji, kwanza mtu anakunywa kwa nguvu, kwa ule uchungu wake, kule wanataladha kwa raha kunywa. La pili, طبعا inasababisha vichwa kuuma, inasababisha problems chungu zima katika tumboni. Huku vinywaji vyake vinafurahisha, vinaburudisha, vinachangamsha, hamna kuumiza vichwa.
na ulevi wa duniani mtu akishakunywa si anaropoka maana sio kwa maana. Maana mtu anasema nini atajua anasema nini. Na ukimuuliza jana ulisema mimi sikusema tena wala sijui. Kumbuke. Maana anaweza kwenda kwenye bridge akatazama akaona nyota inang'ara pale. Sasa ile nyota au ile mwezi uko chini kwenye maji au uko juu sasa. Alampita mwenzio kalewa mwenzio ametoka baba pamoja anambia vipi Ambaye ndio kuulize mwezi uko juu uko chini akamwambia mimi sijui mimi mwenyewe mgeni hapa. Sasa ukija ukimuuliza baadaye hajasema kitu anaona kama kwamba nini kwa sababu ndio nini maneno puzi yanafuatia na peponi hakuna maneno puzi la ghanfia wala taafima wala dhambi hakuna nyingine nini kule jazaa min rabbika ata'an wifaka katika إن المتقين مفازة حدائق وعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا لا يكون لغو منين بوزي ولا كذابا ولا منين وونغو هذا لا لغوا ولا تأثيما كذلك الواقع فيها kwa hivyo hakuna maneno puzi wala maneno kwa sababu hapotezi mtu akili anakuwa katika akili yake hamna haileti sababishi ugonjwa wote kwa hivyo la hakuna maneno puzi wala maneno ya ithm ya dhambi ambayo yanasikika huko bali maneno mazuri maneno matamu wa bihadha naktafi wallahu aalam subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk